Bana, Mavala TV yote yanayoendelea bado sio kiashiria kwamba dabi haipo. Simba kutokufika kwenye press conference, kwa maana mkutano na waandishi wa habari, ni takwa la kikanuni, lakini hawakufika, lakini lina taratibu zake na adhabu zake. Lakini vile vile Simba haijafika kwenye pre-match meeting, sehemu ambako wanaenda kuzungumza masuala ya kiufundi kuelekea kwenye mchezo husika. Lakini pia haiashirii kwamba mchezo hautochezeka, kwa sababu zinaweza zikatokea dharura na watu wakashindwa kufika. Kuna mambo mengi, lakini haiashirii kwamba mechi haitochezeka. Swala la Simba kutokufika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo haimaanishi pia kwamba mchezo hautochezeka, kwa sababu tunaamini Simba imejiandaa vya kutosha, ilikuwa ina muda wa kutosha na ilikuwa inafahamu kwamba tarehe 25 itacheza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kuja uwanja wa Mkapa kufanya mazoezi sio ndio maandalizi makubwa, ila wanasema ni ile pitch feeling, kwamba wachezaji wanapata ile test ya pitch, kwamba eneo gani lina nini, eneo gani likoje, ndio hicho kitu, lakini sio kwamba ni maandalizi makubwa au maandalizi ya mwisho. Nikwambie tu Peter Mavala, kupitia Mavala TV, kwamba mimi nilikuwa na taarifa kwamba kuna viongozi wa Simba wa matawi jijini Dar es Salaam walikuwa na kikao chao kabla ya mchezo wenyewe, kwa maana ya jioni ya leo, na nikafuatilia, nikafika mpaka eneo ambalo walikuwa wanafanya hicho kikao. Nikakuta kweli walikuwa na kikao, wamefanya kikao chao, kimeisha vizuri, wamekubaliana waliokubaliana. Lakini nilipojaribu kuzungumza sasa ili kupata nini kilichojadiliwa kwenye kikao, wakaniambia kwamba kikao kilikuwa ni cha ndani, kwa hiyo yaliyojadiliwa yanaendelea kubaki ndani. Lakini sikuishia hapo, nikaenda mbali zaidi na kuzungumza na mmoja, kwa sababu kama mwandishi lazima nipate kile ambacho nahitaji. Na nikafanikiwa kuzungumza na mjumbe mmoja ambaye sitomtaja jina lake. Akaniambia kwamba kwa taarifa zilizopo mpaka sasa mechi ipo. Simba watakuja uwanjani kesho, lakini hiki ambacho wamekifanya kwa siku ya leo, kutoshiriki vitu vya kikanuni kuelekea mchezo husika, ilikuwa ni ujumbe kwa watu ambao wao wanaamini kwamba ujumbe wao umewafikia. Lakini ni kutoe shaka kwamba kesho mechi ipo, Simba watakuja uwanjani kwa mujibu wa mjumbe wa wale ambao walikuwa kwenye kikao cha matawi ya Dar es Salaam. Lakini kwa nini hii inaleta mkanganyiko mkubwa sana? Viongozi kama wamekaa kimya, lakini kuna baadhi ya mashabiki kama wako njia panda vile, ukiwauliza hawaelewi kama hili na hili. Kwa nini viongozi wa Simba wameamua kufanya siri kubwa kiasi hiki? Huo ndio ujumbe ambao Simba wanataka kuutuma kwa watu ambao wanaamini kwamba ujumbe unapaswa kuwafikia. Kwa hiyo Simba hawakushiriki kwa namna yoyote kuonyesha kwamba mchezo upo au haupo, na hawajashiriki kwa namna yoyote ile kufanya hamasa kwa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu hiyo, wakiamini kwamba meseji yao ni ukimya. Na nafikiri wewe ni shahidi, ukimya huo umewashtua wengi, na Simba wamefanikiwa kufikisha ujumbe kwa walengwa wao ambao walitaka ujumbe uwafikie. Lakini kama ambavyo nimesema awali kwamba mwisho wa siku dabi ipo na itachezwa kama ilivyopangwa. Bwana, sasa langu la mwisho ni issue ya marefari. Kwa experience ya mimi sijawahi kuona tangia nimeanza kufanya kazi 2021 kwa maana marefa wanatoka nje kwenye dabi. Hii ni kumaanisha kwamba hatuamini marefa wetu wazao ambao wanachezesha vizuri? Jana mimi nilizungumza na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Nasoro Hamduni, akaniambia kwamba yeye binafsi na kamati ya waamuzi wamefurahishwa na kitendo hiki cha bodi ya ligi kuwatangaza waamuzi wa kigeni kuchezesha mechi ya dabi ya Kariakoo, wakiamini kwamba ni nafasi ya waamuzi wa nyumbani kujifunza kupitia waamuzi wa Misri, lakini vile vile ni sehemu ya kutangaza
dabi yetu, kutangaza soka letu kimataifa, kwa sababu wanasema wanaamini kwamba mamia au maelfu ya Wamisri kesho watakaa kwenye TV ili kuangalia waamuzi wao wanafanya nini kwenye dabi ya Kariakoo. Lakini vile vile anasema ni sehemu ya kujenga mahusiano na mashirikisho mengine ya soka Afrika, vyama vya soka vya Afrika, ndio maana wakaamua kuja na waamuzi wa kigeni. Lakini akanithibitishia kwamba hakuna mahali popote ambako kanuni za ligi kuu zinazuia waamuzi wa nje kuchezesha mechi za ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo nimeendelea kuuliza hapa na pale, lakini kwa kifupi pia kuna mchezo ambao ushai kuchezeshwa na mwamuzi wa kutoka nje. Alikuwa ni mwamuzi kutoka Sudani. Alichezesha mchezo wa ligi kuu Simba dhidi ya Azam FC hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Bana, sawa, la ziada unatoa ngapi asilimia kwenye kuelekea dabi ya kesho? Kama msimuko ni mkubwa, lakini pia kombe litakuwa uwanjani. Kwa namna mambo yanavyokwenda, kiukweli kabisa ni ngumu sana kubashiri nani atashinda mchezo huu, ukiachana tu na dabi. Lakini mambo ambayo yameizunguka dabi nje ya uwanja, dabi hii imekuwa ni dabi tofauti kabisa na dabi ambazo nimewahi kuzishuhudia mara nyingi kama mwanahabari ambaye nimeripoti dabi nyingi pia kwa nafasi yangu, lakini hii imekuwa ni dabi ya aina yake. Yani kuna vitu vingi sana viko nje ya uwanja. Kwa hiyo inategemea na namna ambavyo wachezaji wanavichukua hivi vitu vya nje ya uwanja, kwa sababu vitu vya nje ya uwanja kama vitawaingia mpaka wachezaji inaweza ikaathiri kwa namna moja ama nyingine, lakini kama havitaingia kwa wachezaji, maana yake hiyo timu ambavyo hivi vitu vya nje ya uwanja havitaingia ndani ya wachezaji itakuwa salama zaidi na itakuwa na nafasi nzuri sana ya kushinda mchezo wa kesho. Bana, sawa. Kwa kesho wewe utakuja mapema? Mimi nitakuwepo, kwa sababu dabi ichezwe au dabi isichezwe, sisi kama waandishi wa habari ni lazima tufanye kazi yetu ya kuhabarisha umma kile ambacho kinaendelea Benjamin Mkapa. Kwa hiyo dabi ichezwe au isichezwe, tutakuwepo. Dabi isipochezwa pia tutakuwepo. Lakini unatamani ichezwe? Mimi kwa manufaa ya mpira ni muhimu sana dabi ikachezwa. Kwa manufaa ya soka la Tanzania ni muhimu sana dabi ikachezwa kuliko isipochezwa. Bana, shukrani sana. Shukrani.